Afrika na mambo yake. Afrika ina mambo yake na ina mambo mengi. Ukoloni ulipita miaka mingi sana, lakini nini hasa Kamarada kinatafutwa katika azimio hili na hawa viongozi wa Afrika? Ni jambo la msingi sana kwa sababu unaweza kuona kama kituko, sababu hata ulipomaliza kusoma ukaanza kucheka kwanza. Inawezekana wengi wamecheka pia kuona sasa hii ni nini, kitawezekanaje na vitu kama hivyo, lakini hawa viongozi wa Afrika si wenda wazimu, wana akili timamu kabisa, na nadhani ni sawa sawa. Iko hivi kwamba kinachotafutwa, Afrika inaeleweka, na ukweli si Afrika peke yake, ni Afrika na sehemu kubwa ya Asia. Zilitawaliwa sana na nchi za kutoka barani Ulaya, wakafanyiwa vitendo, tukafanyiwa na sisi wa Afrika, tukafanyiwa vitendo vya kikatili, na kilichofanyika kwa kweli ilikuwa ni tuseme ni wizi, uporaji, unyang'anyi, dhuluma za haki za kibinadamu. Kwa hiyo kilichotokomezwa pale ilikuwa ni utu, heshima ya mwanadamu wakati wa masuala ya ukoloni. Ukoloni haukuwa tu kwamba ilikuwa ni watu wamekuja tu wakatutawala tu hivi hivi. Ilikuwa ni kutawala na maisha magumu pia. Watu waliteswa sana. Nafikiri tunafahamu, tumesoma shule ya msingi, sekondari, vyuoni, huko kote tumeyasoma. Kwa kwanza kuyasimulia tena hapa ni kama kurudia, lakini ukweli ni kwamba yale mateso yote waliowapitia wa Afrika wakati wa ukoloni. Kwa mfano, nieleze machache. Kuna baadhi ya maeneo kulikuwa na hali mbaya sana ya huu ukoloni, kulifanyika mambo ya kikatili makubwa sana. Inaelezwa kule Namibia, wale watu wa kabila la Herero Nama waliuawa. Ukisikia mauaji ya halaiki ya mwanzo kabisa kufanyika, yalifanyika pale kwenye makabila hayo mawili. Ya mwanzo kabisa kufanyika mauaji ya halaiki yalifanyika kwa watu wa kabila la Herero na Wanama, Namibia ya sasa, ambako Wajerumani waliwaua watu walihiliki wengi kwa sababu tu wanakataa kufanya kazi za kituo za kushinikizwa. Ni kazi zilikuwa za shuruba kwelikweli. Kwa hiyo wakileta mgomo mnauawa. Kongo hapa jirani na kwetu, kwa maana ya DRC sasa hivi, wao walikuwa wanavuna mpira, hizi raba mpira, na wakati huo Mfalme Leopold wa pili aliyejimilikisha, ambaye alinunua lile eneo zaidi ya maili 900 na ushe hivi, eneo lote nchi lile lilivyo kubwa, nasema maili 900 na ushe ambazo alinunua. Hilo eneo lilikuwa mali yake kabisa. Unaona huu utawala ulivyofanyika kama hivi huku kwetu Ujerumani walivyotawala Tanganyika, wakaja Waingereza kujifanya kwamba wana dhamana ya umoja, kwamba ni wana dhamana tu ili tuchukue tuandaa kuchukua uhuru na nini, yani kutufanya hamnazo vitu vya namna hiyo. Sasa walikuwa wao hawasemi nchi ni zao, lakini wamezitawala, wanaziongoza wao kwa mkono wa chuma, iwe ni mkono wa namna gani, lakini waliziongoza wao, zikawa kama wanapata pesa wao, watu wanalipa kodi kwenye serikali zao na mambo kama haya. Lakini DRC ambayo tunaita DRC leo, yenyewe ilikuwa ni mali binafsi ya Mfalme Leopold wa Ubelgiji. Kwa hiyo yeye alikuwa amewatuma na kikosi maalum kabisa kufanya mauaji kwa watu ambao wanagoma. Kwa watu walikuwa wanakatwa mikono, hivi viganja vya mikono, wanakatwa. Wale ambao labda ameharibu sehemu ya mavuno ya huo mpira ama kakaidi tu hiyo. Na kuna taasisi iliitwa Republika ni kikosi maalum kama askari hivi wa kwake, ambao walikuwa wanaongezewa malipo endapo ataonyesha ushahidi wa kumuua mtu aliyeleta ubishi. Yes. Kwa hiyo hayo mambo yalifanyika. Cameroon kule, Wafaransa waliua watu wengi sana vijijini huko. Watu walikuwa wanauawa kwa sababu ya kupinga kwenye kilimo cha pamba na mambo kama haya. Kwa haya mambo yalifanyika maeneo mengi. Afrika Magharibi, pwani ya Afrika Magharibi, kwenye lile tumbo la mgongo wa Afrika, tumbo la Afrika,
liliitwa pwani ya nini tunaita ya utumwa. Mpaka leo imebaki kitu hivyo, lakini si jambo la kupendeza sana. Huko Dahomey, Dahomey ndio tunaita Benin ya sasa. Dahomey, Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, hizo nchi zote za mtandao ule wa magharibi, vile vinchi vidogodogo pale, Togo, Benin, Sudan, zote zile zilikuwa ndio milango ya utumwa hasa. Ukichukua na Gambia yenyewe ambayo ilifanywa mfano. Utakumbuka hapa katikati kuna filamu ilitengenezwa na Alex Haley, ni Marekani, alitengeneza filamu yake ikaitwa Kunta Kinte. Nafikiri mnakumbuka hii. Kunta Kinte ni mtu wa kubuni, lakini alitengenezwa kuonyesha jinsi ambavyo watumwa walikuwa wakifanya. Wakapelekwa kule Annapolis, Maryland, Marekani, na akawa mtu mbishi, lakini hivyo na nini, akagoma kumpewa jina la kizungu, akang'ang'ania jina lake tu. Mimi ni Kunta Kinte, mambo ya kuniita tena jina lingine. Aliitwa Toby Waller, nafikiri kitu kama hicho, Toby Waller, akagoma hilo jina. Mambo kama hayo ni mfano kuonyesha yale mambo. Sasa nataka kusema nini wanachokitaka Afrika? Umeniuliza, Afrika inataka nini? Inataka hayo yote ambayo yamefanyika, ambayo nimeeleza kwa kifupi. Sasa hicho ni sehemu kidogo sana cha madhila waliokutana nayo Afrika. Inataka haya kwanza yatambulike rasmi kwamba yalifanywa na wazungu, kwa maana ya wazungu, watu wa Ulaya, wa mataifa makubwa yale yaliyotawala Afrika kwa mabavu hiyo, kwa namna gani, lakini ulitawala, yakubali kwamba hii ni dhima juu yao, kwamba mlifanya, yani ili kwanza likubalike, walikubali. Baada ya kukubali, walipe fidia. Unaelewa vizuri au wazungu ambao walitawala Afrika? Ngoja kidogo, maana nieleweke vizuri. Kinachotakiwa hapa ni kutambulika kwa haya matendo kwamba yalitokea, isionekane kama ni kitu kilikuwa halali. Maana sasa hivi kwa kitendo cha kuyaacha tu yamepita. Maanake yalitokea, tukatawaliwa, yakapita, yakaisha, tunaendelea na maisha yetu, tunahangaika na maisha yanakwenda, tunakufa, tunazaliwa wengine hivyo hivyo. Sasa wametokea watu wanasema hapana, hii jambo lilifanyika, halikuwa jambo la sawasawa. Huu ulikuwa, kumradhi, natumia neno moja ambayo ndio halali yake. Huu ulikuwa ushenzi. Sawasawa. Ushenzi neno sahihi kabisa la Kiswahili, kuonyesha mambo ya kikatili yasiyo kwenye ustaarabu, mambo ya ovyo, kumtendea mtu mambo yasio unaitwa ushenzi. Kwa hiyo usije kadhani kwamba nimetumia neno baya, hapana, neno sahihi. Kwa hiyo wanasema Waafrika kwamba huu ushenzi uliofanyika utambulike rasmi kwamba kuna haya mambo yalifanywa na waliofanya ni hawa, na baada ya kuwa ni hawa sasa walipe fidia. Kwa hiyo sawa, wenyewe wanakiri kwamba yalifanywa mambo ambayo hayafurahishi, lakini je, watakuwa tayari kulipa fidia? Kukiri hawajakiri hivyo, si wote. Hapo pagumu sana, pagumu sana. Waliokubali kidogo ni Ubelgiji. Wanaingia huko kama wanatoka. Na hawalifanyi kuwa rasmi kwa sababu wanajua madhara yake. Kwamba ukilifanya kuwa rasmi kwamba ni kweli ilikuwa hivi na nini, pataleta shida kubwa sana. Ndio patakuja hiyo kwamba mtatulipa, hamlipi, mtatoa, hamtoi, itakuwa hiyo. Sasa mwaka 2022 Ubelgiji kupitia bunge lake, mjadala uliibuka mle, na shinikizo kubwa lilichagizwa na ile familia ya Lumumba ya kutaka fidia ya kwanza itambulike. Ubelgiji ilimuua huyo Patrice Emery Lumumba. Hii kesi nafikiri tumeizungumza kama wiki mbili zimepita hapa, na ni kesi imeanza kuwa na umaarufu barani Afrika, kwamba ile familia imeng'ang'ana, inasema lazima watambulike na wafikishwe mahakamani waliofanya yale madhara. Ubelgiji ikajikuta ni kama inatamani kumwachia huyo mtu mmoja, huyu ndo alifanya, si nchi. Unaona kinachotokea? Na ndio maana ni mtu mmoja anapelekwa mahakamani aliyesalia, wengine wote walisha kufa. Sasa huyu mmoja ndio kasalia na ana miaka 92. Unampeleka mahakamani huyu, lakini inaonekana kama ni jambo wanajivua, wanalisukumia watu waliotenda, si nchi iliyofanya. Lakini ukweli ni kwamba haya mambo yalifanywa na nchi zao, na nchi vinara ilikuwa ni Uingereza, Ujerumani, Hispania, Ureno. Hawa ndio walifanya ya mambo ya ukoloni barani Afrika na kupeleka heka nyingi. Kwa hiyo nchi kama Uingereza, Ufaransa hazikubali. Mwingereza bado anapata staha kidogo kutoka kwenye makoloni yake,
tofauti na Ufaransa ambaye heka zimekuwa nyingi huko Afrika Magharibi. Yeye Mfaransa alikuwa na nchi 35 barani Afrika ambazo alizitawala, Mwingereza 32, ama Hispania na Ureno vinchi vichache sana. Kwa hiyo Mwingereza bado anatengeneza bondi na makoloni yake, undugu wa hivyo wa kiujanja ujanja, lakini Ufaransa amepoteza nguvu yake kwa zaidi ya nusu barani Afrika. Umeona heka alizokutana nazo Guinea, Burkina Faso, Mali, na Niger na kwingineko. Thamani yake imeporomoka sana na watu wamegombana. Aligombana na hata na Rwanda hapa katikati. Rwanda ikaingia zake moja, ikaamua kujiunga na Commonwealth, kwamba hawa Wafaransa hivi, yani heka na wameamua kufundisha mpaka Kiingereza shuleni kwao, Kifaransa kusema kiwe ni hiari tu mtu kikijua au vinginevyo. Kwa hiyo kuna mambo kama haya. Zile nchi ni ngumu kukubali hili jambo, lakini sasa Afrika kwa imesema sasa inaanza. Tuone nini kitakuja kuwa huko mbele. Na umesema hapa kwamba Afrika wamesema kwamba sasa tunaanza, na swali linakuja hapo hapo kwamba wamepita viongozi waliokuwa maarufu hapa barani Afrika. Wamepita wakina Kwame Nkrumah, wakina hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Mandela. Hawakuwa na shinikizo kubwa kama hili. Kwa nini sasa hivi viongozi hawa wetu? Ni sawa, unaweza kuwabebesha lawama ambayo sidhani kama inawastahili sana, kwa sababu unajua uongozi barani Afrika miaka ya 60, viongozi wote waliochukua mamlaka walikuwa na akili zao zilikuwa ni kuzikomboa. Wengi wao ni wale wakombozi waliopambana kuleta uhuru wa hizi nchi. Kwa hiyo roli yao kubwa ilikuwa hiyo, na hata haikuwa kujenga uchumi wala kufanya vitu gani. Wao ni wamepambana, walikuwa mambo uhuru. Na wengi waliochelewa kuondoka mamlakani ndio wengi wao wale walikuja wakajikuta sasa wananchi wanawachoka, pamoja na heshima zote walizonazo, kwa sababu maarifa yao kuwa kiongozi wa kuongoza kuleta mambo ya uchumi na vitu gani ilikuwa kiasi ni magumu kidogo. Wao walikuwa ni wapigania uhuru. Wengi wao walisoma kawaida, lakini mambo ya kuongoza watu hayakuwa sana hivyo. Kwa hiyo wakajikuta wanaanza kupata ushindani, lakini kwa sababu roli yao ya muhimu walitimiza, hatuna shida sana ya kuwabebesha lawama. Wao walipambana na hao waliokuwepo hata kabla ya wale wakati wa utumwa, kwa sababu wao walipambana na wale ambao walikuwa wanatutawala wakati huo. Hawa mambo ya utumwa na manyanyaso mengine ni wa zamani kiasi kikubwa. Kwa hiyo baada ya wao kuondoka, kina Nyerere na wengine, wakaibuka kizazi cha pili ambacho kilikuwa na roli ya kuhangaika kujenga uchumi wa nchi zao, vitu kama hivyo. Wakahangaika hivyo. Wamekuja kuleta mambo ya multipartism, kurudisha vyama vingi barani Afrika, na ni mifumo ya wazungu, na wazungu wanaikontrol Afrika sana kwa sababu ya mambo kama haya. Wakiona kuna movement zinakuja hivi, wanashikia hapa, wanashikia, ni kama wanatuendesha kwa remote hivi, ili kulinda hiyo fedheha ambayo sasa inakuja hii ya mambo ya kudai mlitutawala na vitu kama hivi. Wapo ambao walijitokeza kuanza kupambana na hili jambo. Utakumbuka tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 1999 kwenye mji wa Sirte kule alikozaliwa Kanali Muammar Gaddafi, ni marehemu sasa, ndio nyumbani kwao alikozaliwa. Yeye aliitisha mkutano mkubwa ambao kwa mara ya kwanza barani Afrika ulihudhuriwa na viongozi wote, na nchi ambazo kwa kawaida kama nyinyi hamlipi ada zile za kawaida, mnazuiliwa kwa namna fulani hivi kutokuhudhuria vikao. Sasa alisema nitawalipia wote ambao hawajalipa, akawalipia ada ili tukutane tujadiliane, pamoja na mambo mengine. Jambo kubwa lilikuwa ni kuunda kuibadilisha OAU ambayo imekaa katika harakati za kukomboa Afrika, uhuru na vitu kama hivyo. Sasa tuunde chombo kitakachotukomboa kiuchumi, kisiasa, utamaduni na mambo mengine, ili tuweze kutambua madai na haki zetu hapa duniani, hapa kwenye sehemu ya ulimwengu huu. Kwa hiyo Muammar Gaddafi katika hotuba yake pamoja na mambo mengine alitilia mkazo yale alikuwa ameanza nayo yeye peke yake, kwamba hawa wazungu hawatudai chochote, kwa sababu Afrika unajua inabeba madeni, inakopeshwa nchi za Afrika mmoja kibinafsi hivi, unakopeshwa na nchi za wazungu huko. Mkopo huu utalipa hivi kwa miaka 20, miaka 50, miaka mingapi. Gaddafi akasema sisi hatustahili kulipa kitu chochote, hawa walitutawala. Mali walizonazo ni zetu, mitaji wameitoa kwetu,
mbao wametoa kwetu, pamba wametoa kwetu, kahawa, kila kitu, madini wanachimba. Iwe ni nchi zote za Afrika, rasilimali zote zinaendesha ulimwengu zinatoka barani Afrika kwenye kona moja baada ya nyingine. Kwa nini tuwalipe? Tuwaambie yale yote waliotukosea tufanye tumefidiana kwa kutukulipa haya madeni wanayotudai. Ndio hapa tunakuja kwenye hili swala la kusema kwamba Afrika inadai wale watulipe fidia. Hii fidia ni ya hela, ni ya nini? Fidia aliyoizungumza Kanali Muammar Gaddafi, Robert Mugabe na baadhi ya viongozi wachache ambao walijitoa mbele ilikuwa ni hiyo, kwamba si mnatudai, tufute haya madeni tuanze upya, kila mtu akae na yake. Kwa hiyo ule mkutano pamoja na mengine uliazimia kuanzishwa kwa muundo mpya, ndio ikazaliwa AU, African Union. Yenyewe ilikwenda kuzaliwa huko Afrika Kusini mwaka 2001. Mwaka 2000 ikawa ni mchakato, 2001 ikaanza rasmi AU na kuiua OAU. Sasa viongozi hao walikuwepo, lakini pia tukumbuke miaka ile ya 60, miongoni mwa viongozi waliokuwa wanaongoza nchi za Kiafrika baada ya uhuru walikuwa ni vibaraka wa hawa wazungu wenyewe. Wasingeweza kuingiza hizo fikra si kwenye nchi zao tu, lakini pia hata kwenye mikutano mikubwa ya Afrika yenyewe, AU, OAU wakati huo na mabaraza mengine ya kikanda, wasingeweza, kwa sababu tayari yeye mwenyewe kawekwa pale ni kibaraka na amepewa ahadi nyingi za mambo kama hayo. Kwa mfano kiongozi kama Felix Houphouët-Boigny wa Ivory Coast, yeye alikuwa inadaiwa ndiye alikuwa kinara ama wakala mkuu wa Ufaransa wakati huo chini ya Jenerali de Gaulle, sasa Charles de Gaulle, ambaye alitawala Ufaransa wakati huo, akawa ameunda miongoni mwa viongozi barani Afrika kina Mathieu Kérékou hao na wengine wengi wachache mpaka huku ukanda wetu ambako unamkuta Mobutu Sese Seko ambaye aliingia mamlakani kwa mapinduzi. Hawa walikuwa na jukumu maalum la kupambana hata na baadhi ya viongozi wenzao. Wakionekana huyu anaanza kuleta upinzani, anaweza akaleta tabu, wanaandaa mapinduzi na anang'olewa mamlakani. Afrika Magharibi mapinduzi yamefanyika sana, yalichagizwa na kitendo cha baadhi ya viongozi barani Afrika, na akitajwa sana huyu Felix Houphouët-Boigny kama ndio kinara mkuu kwenda kupambana na viongozi wenzao, kuandaa baadhi ya mapinduzi ili huyu aliyekuwepo asije akaleta shida kwa wakoloni, na hasa Ufaransa walitumia hizo mbinu sana. Ufaransa, Ubelgiji wamefanya hayo sana. Kwa hiyo viongozi wa sasa ambao wako huru na wamekuwa ni marafiki karibu wote na hizi bodi ama hizi taasisi kubwa AU, EU, European Union na nyinginezo ulimwenguni, zimekuwa na mashirikiano makubwa. Sasa watu wanajitambua, viongozi wa sasa wa AU ama wa Afrika wanajitambua na kusema hapana, sasa tunadhani muda umefika tufike mahala mwenye haki yake apate. Kwanza hili mlitambue kwamba mlitukosea adabu, mlitukosea mkatudhulumu utu na heshima kwa watu wetu. Sasa tunadhani kwanza mlikubali, mengine tutajua mbele ya safari, lakini kwanza kubali ulinikosea. Sawa. Kwa kifupi sana kwamba unadhani kwa kupitishwa kwa azimio hili kunaweza kukaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, wakati huo Umoja wa Mataifa wenyewe unatambua na kulaani kwamba haitakiwi kunyakua mali na ardhi kwa nguvu, lakini hauzungumzi swala la wakoloni. Umoja wa Mataifa una siku yake kabisa maalum ya kupinga utumwa. Ipo kabisa, inaitambua. Afrika imeamua kuwa na siku yake ya Novemba 30 kuwa siku maalum ya kuwakumbuka mashujaa waliopinga ukoloni. Sasa nao ni wengi sana, maana kila aliyepambana ni shujaa. Na watu wasije kadhani mashujaa wanaokuja kuzungumzwa hapo atakuwa ni kina Nyerere, kina Kwame Nkrumah na nani, ni wale wa nyuma zaidi, akina Kinjekitile, sio kina Mkwawa, hao watu wa namna ile, kina Menelik kama unamkumbuka vizuri, ambao walionja madhara ya ukoloni. Wale ndio walikumbana nao ukoloni wenyewe ule wa kweli kweli. Acha ukoloni wa mwisho wa kina David Cameron, kina ambao wamekumbana na viongozi wa sasa wa mwisho kupata uhuru. Wale wa zamani wale ndio tunapozungumza huu ukoloni na utumwa, ilikuwa ni vitu vya ovyo kabisa, yani kwa kweli. Ndio tunasema wako wengi sana na madhara yake ni makubwa sana. Hatuyaoni tu leo hivi kiwepesi, lakini kwa kweli
ilikuwa jambo moja la ovyo sana. Utumwa ulikuwa kitu kibaya sana. Sawa, hili tunaweza tukalizungumza hata mpaka kesho kamarada, kwa sababu ya madhila ambayo Afrika ilipitia, lakini kwa sasa tuseme tu kwamba turidhike na hiki ambacho umekifafanua, na bila shaka msikilizaji atakuwa amepata ufahamu wa hali ya juu kwa yale ambayo mengine alikuwa hakuyasoma pengine shule. Maana kuna watu walikuwa hawajui kwamba kuna baadhi ya nchi kuna madhara makubwa yalipatikana kuliko nchi nyingine. Watu wanaamini tu kwamba na hata walivyokuwa wametukosea adabu, hata baadhi ya vitu vyetu vya muhimu walichukua. Unakumbuka hata kichwa cha mkoa walichukua, walichukua baadhi ya samani mbalimbali wakaenda nazo, vimeanza kurudishwa. Kuna wakati kuna minara na vitu vya Ethiopia vilirudishwa, nakumbuka ilikuwa 2005, Kenya, Somalia na huko Afrika Magharibi ndio sana, na mara walichukua mjusi, sijui mjusi gani, rudisheni. Sasa sirudi kwamba mtambue kwamba kuna mambo na hata sisi pia tulirudishiwa mijusi pia, nakumbuka hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Sawa, basi tunakushukuru sana. Asante. Naam, ni Barwan Muhuza huyo kamarada, mchambuzi wa siasa za Afrika. Umepata mengi hapa kuhusiana na hilo azimio la Afrika ambalo limepitishwa, linaitwa azimio la Algiers, ambayo kila Novemba 30 sasa Afrika itakuwa inaadhimisha siku yake kwa mashahidi wa Kiafrika waliokumbana na ukoloni na madhara yake.